watu wameanza kupandisha mbolea, na sisi tulishaelekeza mbolea yote ya ruzuku inauzwa kwa bei ya ruzuku, kwa bei ya nini? Ya ruzuku. Dapu hapa na hapa nadhani kama sio 75 au 76 hapa kuja inauzwa sasa, lakini sasa hivi naambiwa 90. Sasa ndio maana nimewaambia kule wale wanauza 90 wajiandae. Kama na wengine wako hapa wananisikia, waache kuanzia leo, kwa sababu kwenye mfumo wetu ambako wanaenda hizo vocha wanazipeleka hakuna bei ya 90. Wanaipeleka wapi? Kwa nini wanachukua 90,000 wakati kwenye mfumo hawaingize hiyo 90? Wakati kwenye mfumo atakiwa ni 70. Kwa hiyo wanajipatia faida juu ya faida ambayo haipo kwenye maelekezo ya serikali. Hii iwe mwanzo na mwisho. Kwa kweli tutashughulika nao, waache hicho kitu. Serikali imetoa ruzuku kwa lengo la kuwasaidia wananchi wa hali ya chini, wakulima. Serikali inalipia sehemu yake ya fedha. Sasa fedha iliyolipiwa na serikali kule, wewe tena unakuja kuitoza tena huku, unatuhujumu. Kwa sababu tayari serikali ilishalipia hizo gharama, ilijua kwamba mfuko huu utauzwa kwa 1,150,000, lakini serikali ikachukua fedha yote pale 80,000 ikalipa yenyewe kwa hela zake yenyewe, ili mwananchi apate at least kwa bei nafuu kwa 75,000. Si kule tulishalipia serikali, alafu wewe huku unakuja unatuhujumu, tutakukamata kama mjumu. Kwa sababu hiyo kitu haingii akilini. Sasa ina maana gani? Si bora serikali tulikuwa tumeondoa ruzuku wananchi wakalipia, kwa sababu tayari tulishalipia. Wewe kwa nini unaiuza hivi? Sasa kama una ndugu yako mwambie ajiandae kabisa. Nawaambia ukweli, katika mambo mengine ambayo tunataka kuchezeana ni mambo kama haya ya mbolea ambayo yanagusa Watanzania wa hali ya chini, na sisi wana Njombe ni wakulima. Zaidi ya 80-90 ni wakulima. Alafu serikali imetuwekea ruzuku na sisi ni watumiaji wakubwa wa mbolea. Alafu leo tutakuja kucheza mchezo wa kawaida. Tunadanganyana kwamba kule bwana wamenipandishia bei. Niambie huyo aliyokupandishia bei. Tena nikitoka hapa mimi namfuata. Niambie huyo aliyokupandishia bei. Wewe tutajie tu. Sisi tuko hapa na vyombo vimfuate pale sasa hivi. Kwa sababu inakuwaje sisi serikali tumeshalipa hela yetu, alafu tena mwananchi unakuja kumtoza wakati sisi serikali tushalipia? Haiwezekani. Kwa hiyo hiki kitu niwaombe sana si dini mnaonunua muache. Unasema hamna kwenye magara. Nikienda kubomoa pale sasa hivi nikikuta mbolea, inaweza ikawa changamoto tu. Si mnazificha? Serikali ina mkono mkubwa jana. Niweza kuzifuatilia mpaka uvunguni huko picha. Taarifa tutazipata. Yaani wewe ukaficha mbolea ukasema eti mbolea hii. Eti unasubiria mbolea ipande. Hii kitu hakipo. Niwaombe sana wale mnafanya biashara, kama unataka kufilisika, cheza na mchezo wa pembejeo. Au kama umechoka biashara, badilisha biashara, fanya biashara zingine kuliko kucheza na hiki kitu. Kwa sababu utaingia hasara ambayo itakuletea matatizo maisha yako yote, mpaka utasema hii bwana ni changamoto. Tuachane na hicho kitu. Tuwahudumie Watanzania. Kama mna changamoto wafanya biashara, tuambieni, tupo serikali tu. Ndio mwenyekiti wa pembejeo wa wilaya. Hakuna hata siku moja wamekuja wafanya biashara tukakaa wakalalamikia bei. Na mwezi uliopita nimekaa nao wafanya biashara wote wa Njombe pale, na hawajasema hicho kitu. Na tena ilikuwa tumeingia kwenye utaratibu na washawishi
waache kununua mbolea kwa watu wanaoingiza mbolea kutoka nje ya nchi. Nilikuwa na washawishi wana Njombe wenzetu, wafanya biashara wakubwa, waagize wenyewe mbolea. Kwa nini tumfaidishe mtu mwingine wa nje wakati sisi tuna uwezo wa kuleta mbolea Njombe kutoka nje ya nchi? Tuna uwezo. Kwa hiyo nilikuwa na washawishi waanzisha kitu kimoja, ikija meli ije meli ya wana Njombe ambayo inaleta mbolea Njombe. Hicho kitu tumehangaika nao sisi serikali kuwasaidia wafanyabiashara wetu, kuliko kuhangaikia kutegemea wahindi walio ambao wanatuibia, mara wanaficha mbolea. Haitusaidii. Alafu tena huku tena tunataka kuhujumiana. Wazazi wako na wahujumu ambao wamekufanya leo ujue kumbe kuna mbolea. Leo unaanza kuwapiga tena. Haiwezekani. Hili kwa kweli niwaambie ukweli, halitawezekana. Maelekezo ya serikali yako pale pale. Ukizidisha pale umejipalia mkali. Na watendaji mlioko huko, kama niwaambia msizoee hizi changamoto. Kama nikija tena nikambiwa mbolea imepanda, mjawahi kuniambia, nitapanda na nini?